Yeremia sura ya 9 mstari wa 23 na 24. Yeremia sura ya 9 mstari wa 23 mpaka 24. Biblia inasema, umemwekea mtumishi? Amen. Biblia inasema, amen. Bwana asema hivi. Bwana asema hivi, mwenye haki asijisifu kwa sababu ya hekima yake. Mwenye haki asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala wenye nguvu usijisifu kwa sababu ya nguvu zake. Wala mwenye nguvu usijisifu kwa sababu ya nguvu zako. Wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Wala tajiri usijisifu kwa sababu ya utajiri wako. 24. Bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii. Bali ajisifu kwa sababu hii, ya kwamba ananifahamu mimi, ya kwamba ananijua mimi Mungu, na kunijua na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana, ya kuwa mimi Mungu ni Bwana, nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi. Maana mimi napendezwa na mambo hayo. Asema Bwana. Biblia inasema asema Bwana. Asema Bwana. Wale nyamaza wale mapukano sema asema Bwana. Asema Bwana. Kwa sauti sema asema Bwana. Asema Bwana. Si Bwana mnamjua aliyesema Na anakwambia yeyote atakayetaka kujisifu. Bwana anasema mtu yeyote akitaka kujisifu asijisifu kwa sababu ya hekima aliyonayo, asijisifu kwa sababu ya cheo alichonacho, asijisifu kwa sababu ya mali alizonazo, asijisifu kwa sababu ya utajiri alionao, asijisifu kwa sababu ya elimu alionayo, asijisifu kwa sababu ya heshima anayompa wanadamu, asijisifu kwa sababu ya mke mzuri alionayo, asijisifu kwa sababu ya msamboya alionayo, asijisifu kwa sababu ya kazi alionayo, asijisifu kwa sababu ya biashara anayoifanya, asijisifu kwa sababu ya uzuri wa mwili wake, asijisifu kwa sababu ya maambio aliyondika, asijisifu kwa sababu ya sauti alionayo, asijisifu kwa sababu ya uchungaji alionao, asijisifu kwa sababu ya unabii alionao, asijisifu kwa sababu ya kuimba na kuimba, bali anataka kujisifu. Bwana anasema ajisifu kwa sababu amenijua mimi. Bwana amejua nini? Kwamba mimi napenda wema na haki na hukumu, maana mimi Bwana napendezwa na mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafsiri yake nini? Hapa Mungu anakuondolea kiburi cha uzima, kwamba ukitaka kujisifu usijisifu kwa sababu ya afya ulionayo leo, usijisifu kwa sababu ya pumzi unayopumua leo, usijisifu kwa sababu na ndugu zako wanafanya kazi serikalini, usijisifu kwa sababu unafanyana na waziri fulani, usijisifu kwa sababu unapata biashara nje ya nchi, usijisifu kwa sababu mtaani hapo mnakamata unacheza, usijisifu kwa sababu umechukua mipaka ya mwingine, umechukua ardhi umeukia mpaka umeshikaza eneo sana na pesa na hawezi kusema chochote. Usijisifu kwa sababu wewe ni mzuri, unasikia vijana mtaani wanakuita binti dosi, zinakuwa nyingi sana mtaani. Usijisifu kwa sababu ni msamboya. Biblia inasema hayo yote ukijisifu nayo ni batili. Anataka ujisifu kwa sababu umjua Bwana, umetembea kwenye njia zake, umemjua anapenda nini, umejua anapendelea nini, umejua yeye ni Mungu ambaye anahukumu pia, kwamba ukipenda dhambi atakuhukumu kwa sababu anapendezwa na mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tuna kizazi ambacho kina mali lakini tunaona mali zao zote zitapeleka mbinguni. Pole sana, nakupa pole. Kuna kizazi ambacho akiona ana mifugo mingi anajisifu kwa sababu ana mifugo mingi. Pole sana, mifugo haitakupeleka mbinguni. Tuna kizazi ambacho akiona yeye ameumbika anashinda kwenye kioo binti asubuhi mpaka jana anajiangalia kwenye kioo. Ndio uzuri Mungu amekupa kwa ajili ya utukufu wake. Sawa, wewe ni mmoja Mungu amekupa kwa ajili ya utukufu wake. Lakini wewe urembo pia kuwa na Yesu ni sawa sana bure. Watu wa Mungu, nataka nizungumze na mtu mmoja na nisikiliza. Yawezekana kuna mwingine anaona tunaongeza hata chukulia tunasema tumekuja hapa kupiga tu kelele, kumpigia kelele. Ndio maana naona mwingine anaweza kujisifu na biashara aliyonayo. Yawezekana neno la Mungu linahubiriwa hapa, yuko labda saluni, yuko baa anapiga muziki ya dunia.
Kumbe malaika mchukua roho anamwangalia usiku, leo ni roho yako naondoka nayo. Ila yeye yuko anapiga tu muziki huko, yuko saluni, yuko hapa anapiga muziki, achi kwamba muda wowote sana dakika sio ikiwa roho yake inaweza ikaachana na mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama mnanielewa watu wa Mungu. Bwana amenituma nikwambie mtu wa Mungu, chochote ulicho nacho usisifu nacho. Yaani Biblia inasema mtu yeyote ukitaka kutembea kibabe, utembee kibabe kwa sababu umemjua Bwana. Usitembee kibabe kwa sababu uko na mali. Usitembee kibabe kwa sababu uko na fedha. Usitembee kibabe kwa sababu wewe ni mzuri. Usitembee kibabe kwa sababu uko na vitu vya dunia hii. Hivyo vyote vinaweza vikaviacha leo au kesho. Nani sema na akasema aliangalia mambo yote akaona ni ubatili mtupu. Haleluya. Amen. Haleluya. Kabla sijaendelea sana nikukumbushe kitu kimoja, mtu wa Mungu. Maneno haya unaweza kuyasikia leo ukachukulia kawaida ndani ya siku hizi 3. Lakini inawezekana kuna mwingine Mungu anaangalia mwaka huu utokoi. Yaani Mungu akiangalia anaona wewe utokoi mwaka huu. Ameleta neno ili utengeneze mambo ya nyumbani mwako. Ila wewe uko tu unaendelea na maisha. Nataka nikuhakikishie tuko majira ambayo ni mabaya sana. Sasa hivi inawaka taa nyekundu. Tuko ni mwishoni mwa majira sana. Inawezekana ulianza kusikia sana sema mwishoni sasa mbona haifiki. Yale yaliyotabiriwa yameshatimia 98%. Alipita siku Yesu ananiambia kwamba niko marangoni na kuja kuchukua kanisa. Nikisema kanisa achukui jengo, anachukua mtu aliyekoka akakaa katika maisha matakatifu ya kumpendeza yeye. Ndio kanisa, sio kanisa kama jengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka nikukumbushe kitu kimoja, mtu wa Mungu. Kuna watu ambao walijisifu kwa vitu vya dunia hii. Baada ya kifo wakakumbuka kwamba bora tusingekuwa na vitu hivi, tukaweza kumpata Yesu huyo. Na si kwamba wakusikiaga Injili. Walisikia, lakini baada ya mwili kuachana na roho ndio wakakumbuka bora tungekumbuka kipindi hicho. Wako kuzimu leo wanalia. Wanatamani kwamba tupate nafasi dakika 10 turudi tutengeneze. Nafasi imeshaisha, muda umewaacha. Msomaji wangu nifungulie kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wa 19 na kuendelea. Luka 16 mstari Luka 16 mstari wa 19 na kuendelea. Luka 19. Naomba nisikize vizuri kwa habari. Nataka tuangalie habari ya mtu mmoja hapa ambaye alikuwa na vyote lakini havikumsaidia. Biblia inasema akasema palikuwa na mtu mmoja, tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau, na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Rudia nyuma yangu, kula siku zote kwa anasa. Rudia kwa sauti, na kula siku zote kwa anasa. Kwa hiyo kilichomponza tajiri nini? Kula siku zote. Hapo nataka unielewe vizuri. Kuna mwingine anasema mimi bora niwe tu maskini ndio mbinguni nitaingia. Kwa sababu tajiri alienda kuzimu. Sikiliza, tajiri alienda kuzimu, nitakwambia kwa nini alienda kuzimu. Cha kwanza, alikula siku zote kwa nini? Hicho ndio kipengele kilichomfanya kwanza aelekee kule. Mkono wa kushoto, tuendelee mtu wa Mungu. Biblia inasema na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa malangoni pake. Nilikwambia jana kwamba kuna majina hayako mbinguni. Tajiri jina lake alikataa. Umesikia jina lake? Kwa sababu nitenda dhambi, alikula kwa anasa, jina alikuwemo kwenye kitabu. Yaani walimtaja tu. Tajiri mmoja hana jina. Lakini Lazaro ambaye alikuwa mbinguni jina lake limetajwa. Alikuwa maskini anaitwa Lazaro. Huwekwa malangoni pake. Pale tajiri. Ana vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo. Yaliyokuwa katika meza ya yule tajiri.
hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika, mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali, na Lazaro kifuani kwake. Akalia akasema, kumbuka alilia, si kwamba alilia. Akasema, Baba Ibrahimu, nihurumie. Mtume Lazaro achonge ncha ya kidole chake machini, aburudishe ulimi wangu, kwa sababu nateswa katika moto huu. Shika break hapo msomaji wangu kwanza, alafu utaendelea. Anasema chovye kidole kwenye maji, aniletee mimi, aniburudishe ulimi wangu. Kidole yani tone, anatamani tone. Anasema kwa sababu nateswa katika moto huu. Nikupe taarifa, mtu wa Mungu ambaye unanisikiliza, inawezekana uko hapa, wengine utasikiliza kwa njia ya mtandao, vyovyote vile, na nikupe taarifa, kitu kimoja atakuwa ukielewe. Kuna maisha baada ya kufa. Amen. Uishike vizuri. Kuna maisha baada ya kifo, kuna maisha. Ili usije ukadanganywa yote. Na hayo ndio yanaitwa maisha ya umilele. Halo? Yes. Hayo maisha ya umilele yatatokana uliishije duniani. Unaweza ukaishi umilele tena mnyamoto ni milele, au ukaishi mbinguni milele. Ila unatakiwa kujua baada ya kifo kuna maisha. Tena ndio maisha yameanza. Wewe unaiona sasa hivi una maisha, una maisha. Maisha yapo baada ya kifo. Hapa tuko na ganga njaa, utaona maisha. Yaani baada ya kufa ndio maisha yameanza. Sema amina. Amen. Sikiliza, hapa tunaiona misiba miwili. Kuna msiba kwa kina Lazaro, kuna na msiba yule tajiri. Akafa Lazaro, wanaendeleza matanga nyumbani. Na tajiri baadaye naye akafa muda huo, na tajiri wanaendeleza matanga. Kwa kina Lazaro kwa sababu alikuwa ni familia maskini, yawezekana hata msiba haukuwa na watu wengi. Yawezekana hata wanazengo walikuja hivyo kwa kula share. Yawezekana walikuwa tu hawajulikani sana, ana umaarufu. Lakini yawezekana kwa tajiri, ule msiba watu walihudhuria. Sufuria zilipikwa, ng'ombe walianguka, samaki walitoka ziwani mifuko zima, wakamwaga kwa tajiri kwenye msiba wake. Yawezekana hata mazishi ya tajiri walihudhuria kuzika ni watu wenye vyeo vikubwa. Yawezekana kwa Lazaro alienda wana wanalipa watu wa kawaida tu watenda kazi kanisani kuzika. Lakini kwa tajiri yawezekana alienda kufanya mazishi ni askofu mkuu. Wameungana na baraza la maaskofu kwenda kwa matajiri. Mnayaona leo mtu akifa ni maarufu, mnaona msafara mwili wa marehemu unavyosindikizwa. Wewe ni shahidi, uongo kweli? Kwa tajiri yawezekana maji alikuwa anachukua tu na jibebea. Vinywaji yawezekana alikuwa anajibebea. Yawezekana kwa msiba wa tajiri waini zilikuwemo. Yawezekana kwa msiba wa tajiri huyo, yawezekana watu walikula mpaka wakafunga ubwabwa kwenye makoti. Watu walikula mpaka wakaondoka na nyama kwenye mifuko. Lakini yoyote tajiri ya kumsaidia kumuingiza mbinguni. Mtanielewa wewe. Pamoja na yoyote tajiri aliishia motoni. Pamoja na yoyote aliishia motoni. Nisikilize nikwambie. Yawezekana tajiri alikuwa anamsikia Lazaro na mwambia sasa, alikuwa anakaa mlangoni kwake. Anamwambia jamani, acha ulevi. Jamani, baba, acha uzinzi. Anasema ni kwa sababu maskini una cha kuonga wanawake. Mimi nina hela ninaonga. Anamwambia wewe acha ulevi kwa sababu una hela ya kununua pia. Mimi nina hela, wewe ni maskini, ungekuwa na hela wewe ungekuwa unakunywa. Jamani, yeye hata kuibia watu, hata kuwatapeli, ni kwa sababu wewe uchini utafutaji, ndio maana umekuwa maskini. Yawezekana alikuwa na mchigo. Hatuwezi tukaamini kwamba yule tajiri hakuweza kukutana mtu wa kumuona kwenye dhambi zake.
lazima atakuwa ni kwa sababu alikuwa ni Lazaro, alikuja pale ili kumsaidia, ila kwa sababu ya kiburi cha mali alicho nacho, yawezekana wakati mwingine aliwaza nikifa itawaita mapadri na makatekista na wachungaji na mashehe watapiga dua zao mimi mbinguni free, labda mbingu ya baba yako, ya babu yako au mjomba wako, huyo ndio anaingia free. Kama ni mbingu ya Mungu huyu mtakatifu, au ingii free kwa sababu ya mali zonazo duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yule tajiri akafa kwa kina Lazaro na kwa huku mzigo inaendelea. Cha kushangaza hao wako wanazika, wako msimani wanaendelea kula na kunywa, wanaendeleza matanga. Kumbe Lazaro na tajiri stori zinaendelea. Kumbe hao wako makaburini wanafukia, lakini Lazaro na tajiri stori zinaendelea, wanazidi kuonana. Ila cha kibaya zaidi, wanaonana tofauti walivyokuwa wanaonana wakiwa duniani. Mambo yamechange. Aliyekuwa mbele anarudisha nyuma. Ndio maana Biblia inasema kwanza atakuwa mwisho. Mambo yameshageuka. Huyu tajiri huko chini, huko kuzimu, anateseka. Kwa mujibu wa Biblia anasema, tajiri sema anateseka sana mateso haya. Inataka nikufikirishe usije kadanganywa na mtu kwamba baada ya kufa umepumzika. Nilikwambia jana hakuna kupumzika nje ya utakatifu ulioshinao duniani. Yaani mtu asikudanganye. Sikiliza, kama ni dini yako inakudanganya, kunywa kidogo usilewe. Mungu anajua. Haya, kunywa. Utamkumbuka yule mtumishi aliyekwambia hivyo. Kwa sababu si unaenda mwenyewe. Kwani Lazaro alienda na padri wake na shemasi wake na mchungaji wake na shehe wake. Na sasa alikuwa mwenyewe. Na yule tajiri alikuwa mwenyewe. Yawezekana hata alisikata kujenga sinagogi yule tajiri, lakini hakuna ambacho kilimsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si mnamsikiliza mtu wa Mungu mahali hapa? Amina. Tajiri anapiga macho hivi, anamuona Lazaro. Lazaro yuko kwenye kifua cha baba Ibrahimu. Ndio maana nimekwambia umaskini sio kigezo cha kuingia mbinguni, au tajiri sio kigezo cha kuingia mbinguni. Matendo yako ndio yatakufanya uingie mbinguni. Unaweza kuwa tajiri, alafu ni nini utaingia kwa sababu ya pesa zako ulizitumia kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Ndio maana naona watu wengi leo. Kwa nini Mungu anasema ni vigumu tajiri kuingia mbinguni? Ni kwa nini? Ni kwa sababu watu akishapata pesa anaiabudu pesa kuzidi kumwabudu Mungu. Ni rahisi sana kuwa na balansi yako ya kitano huko mahali hapa. Hapa unanisikiliza. Una balansi ya kitano ndani. Akaja mtu, aidha ni mdada au ni mtu tu, akakwambia, au kama nyie vijana una balansi ya laki, anakuja ndani na kuomba 30,000, unamuomba 30. Lakini kwa mkutano wa injili hapa nimeweza kwamba yeye akipeleka injili unaleta 200. Unaleta 200 kwamba watu wenyewe watajijua huko. Lakini ndana jana ulimuomba 30, Yesu tulipa 10,000 na nini na nini, unajua mwenyewe. Ndio kigezo cha mtu mwenye hela kwenda jehanamu, kwa sababu pesa yako unaitumia kwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Si kama unanielewa? Si kama unanielewa? Ni rahisi sana hapa mtu akawa na changamoto kawaida hii, mtu akataa kumsaidia, lakini ana uwezo wa kufanya kitu ambacho ni kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu. Nyewe wenyewe mna ndugu wanasubiriana wengine wafe ndo walete wanunue jeneza nzuri, wafanyeje, wakati huo unaumwa wakuchangia hata ile dawa. Si unaelewa? Unaelewa pesa ambayo imepeleka watu wengi jehanamu? Kwa sababu anaona anaiabudu pesa, anajua nikitoa nitaishiwa. Ndio kilichomfanya yule tajiri kuzimu. Si kwamba ni kwa sababu Lazaro alienda mbinguni kwa sababu ya maskini. Kuna na maskini pia wako kuzimu. Kuna maskini pia wako hapo na usuda, una chochote lakini wivu, usuda, utaki mwenzako aendelee na wewe unaenda kuzimu vile vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa niendelee kupa habari ya Lazaro na tajiri. Yule tajiri akapiga macho akamwambia kwamba baba Ibrahimu, naomba umtume sasa huyu Lazaro aenda achote kidole cha maji aniletee, kwa sababu nateseka katika mateso ndani ya huu moto. Kumbe moto upo. Naongea na mtu hapa. Kumbe moto upo. Upo. Baada ya kufa moto upo. Kumbe na mbinguni papo. Kwa sasa leo Lazaro mbinguni papo. Sasa jiandae, unaelekea wapi baada ya kufa wewe? Unaelekea wapi? Kwa moyo wako unashuhudia unavyovifanya.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwona Lazaro akamwambia chote. Ibrahimu akamwambia hivi, kwamba sikiliza, wewe uliburudika sana na wadada, wewe uliburudika sana na piskari ukiwa duniani, uliburudika sana na bia, wengi walikukupita. Ulipoona mtu anapita hivi kitu kinatingishika, wewe ulifuatilia. Sasa Lazaro aliamua kumezea, akavumilia na mateso yote, akaushinda ulimwengu, akashinda dunia. Leo Lazaro pamoja na mateso yote yuko hapa mbinguni anafarijika. Wewe uko kuzimu unateseka. Kwa maana yake nini? Tafsiri yake nini? Ya kwamba kila mtu unavuna ulichokipanda. Lazaro alivuna alichopanda, na wewe tajiri ulivuna ulichokipanda. Muulize mwenzako, utavuna kitu gani baada ya kufa? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa cha kushangaza nikwambie kitu nimalize na hiyo tumalizie. Cha kushangaza, Lazaro anatumwa na tajiri, kumbe atajua mambo ya Lazaro yamebadilika. Sikiliza, Ibrahimu anamwambia hakuna uwezekano tena wa kuja huku, kwa sababu sisi tulioko huku sisi na nyinyi mlioko kule hatuingiliani. Yaani hakuna kwenda kutoka mbinguni akaja kuzimu na wakuzimu haji mbinguni, kuna mpaka. Kwa hiyo wewe komaa na mateso yako huko na Lazaro naye anakaa huko. Hapo ndo maana nasemaga niko tayari kwa chochote, niache vyote niweze kuishi uzima milele katika jina la Yesu. Ndugu yangu, ukisikia maneno haya leo ndani ya siku hizi, pamoja na kuponya magonjwa yako na nini, lakini nenda utengeneze maisha yako ukae maisha matakatifu. Ukiwa kama muda wote na uwezo ukajeyuka. Mwanadamu ni kama maua. Leo upo, kesha upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si kama unanielewa vizuri. Amina. Yule Ibrahimu akamwambia hakuna jinsi ya Lazaro kutoka huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Tajiri akamwambia sawa. Sasa kama imeshindikana, ninakuomba tu baba Ibrahimu, imeshindikana kuchovya maji akaniletee, kwa sababu hatuingiliani. Sasa kwa sababu yuko kule mbinguni, anaweza labda akaenda duniani. Akasema naomba Lazaro umtume aende kule duniani, maana nina ndugu zangu wangapi? 5. Maana wale ndugu zangu 5 ninazojua mimi na uzinzi wao, ninazojua mimi na ulevi wao, ninazojua mimi na udanga wao, ninazojua mimi na masengenyo yao, ninazojua mimi na utapeli wao, ninazojua mimi na ushuga zao, ninazojua mimi na ufisadi wao, ninazojua mimi na jarama na kushika duniani. Wasipopata mtu wa kuwaona wakifa, na wao watakuja hapa kwenye mateso nilipo. Sasa baba Ibrahimu, na kuomba mtume Lazaro aende duniani, arudi tena awaambie ndugu zangu, ili waweze kutubu, wasije wakaja hapa nilipo. My God, niliposoma hiyo taarifa nikasikia kitu kinateremka ndani yangu, nikajiuliza, kumbe huyu tajiri alisahau kuwaombea ndugu zake bado anaishi, akakumbuka kuwaombea ameisha kufa. Yaani anafanya prayer point akiwa kuzimu, anafanya maombi ya familia akiwa kuzimu. Wakati alikuwa anaishi aliona maisha yanaendelea, alipofika kuzimu ndio mambo yakabadilika. Yeye anaitwa ni maombi ya familia. Kama unaona sema unamwombea ndugu yako yuko mbali, uko hapa. Sasa yeye akafanya maombi ya familia akiwa kuzimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikutafakarishe kitu moja, mtu wa Mungu. Hata kama padri alikutia moyo, mchungaji, shemasi, shehe, yeyote yule ambaye aliweza kufanya mazishi kwa ndugu yako yeyote nyumbani kwako, baba, mama, shangazi, mjomba, na kuhakikishia sasa hivi yule mjomba wako alikuwa mlevi, ule mjomba wako alikuwa mzizi, ule mjomba wako alikuwa shangazi yako alikuwa anachukua ngozi, yule mdogo wako alikuwa anachukua ngozi, wote walikuwa wanafanya maradhi, wale walikuwa wanatoa mimba, wote wakafa hawajatubu. Hata kama padri, mchungaji, shehe, imamu, mwinjilisti alikuja kuzika akasema Bwana ipokee roho ya marehemu, alikutia moyo, yuko kule naye anakuombea, anatafuta kuja kuwataarifa na chochote atakachokuzimu.
Nasema hivi, yuko kule anatafuta mtu akuja akupe taarifa anachokutana nacho. Kama huyu kati alikuwa anatafuta Lazaro aje kuwapa ndugu zake taarifa yuko duniani anachokipitia. Huyo shangazi yako walikudanganya. Kama unajua alikufa ni mlevi, hajatubu, yuko kuzimu kama tajiri, yeye anatafuta ni nani aje akupe taarifa wewe utoke kwenye ulevi. Sasa takushangaza, hawezi kumpata mtu kutoka kuzimu akaja. Ibrahimu anamwambia yule tajiri kwamba huku sasa hivi hakuna wakwenda kutoka kwenda kuambia ndugu zako wawasikiliza kina Musa na manabii. Na mimi jioni leo nakwambia yule ndugu yako aliyekufa anatamani aje kukupa taarifa na chikipita kwa sababu anateseka. Baba yako anateseka, shangazi yako anateseka, jamaa yako anateseka. Anatamani arudi akuambia anachokipitia kule kuzimu. Mateso kupita kawaida. Analia na neno, lakini nafasi ya kucha hawezi. Ndio maana Ibrahimu akamwambia tajiri kwamba kule kuna watumishi wasikilize hao. Na mimi Mungu ndio maana amenituma kisiwa hichi, amenituma mahali hapa nikwambia habari za mateso ya kuzimu. Kwa sababu Ibrahimu alimwambia wasikilize walioko duniani, watumishi ambao wamefunuliwa kuzimu na mbingu, wasikilize hao na wenyewe watakuja hapo tajiri uko kwenye. Yes, nimekuja kufunulia siri za ufalme. Kama usiposikiliza sisi, jua kwamba jehanamu inakuhusu. Unaelewa? Jua jehanamu inakuhusu. Na ni yali yako kuamua kubadilika au yali yako kutokubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema huko hakuna. Au yule tajiri anamwambia kusoma ile habari. Hebu nisomee mstari wa mwisho kutoka mwisho. Ili waweze kusikia, waseme ni maneno yangu. Akasema, lala baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu. Anasema huyu Ibrahimu kumwambia hakuna anayeweza kuja huko duniani kuambia wasikilize watumishi walioko duniani watengeneze maisha yao. Kadiri tena anaendelea kumwomba Ibrahimu kwamba lakini baba Ibrahimu ndio nisaidia kitu kimoja. Akitoka mtu aliyekwisha kufa akawaambia kwamba mateso ya jehanamu yako hivi, yawezekana ndugu zangu wakabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Imagine mtu anafanya maombi, anafanya prayer point ameisha kufa. Wewe unasikia sauti hii bado unaishi, unakuwa na kiburi cha uzima. Unaambiwa Bwana tengeneza, achana maombi za watu, achana kutapeli watu, achana na uchizi wako, achana na uongo wako, achana na ulevi, achana na sigara, achana na bangi, achana na utapeli. Wewe ni levi. Unaona kama tunapoteza muda. Unaona kama tunaongea tu bora kiende. Nisikilize nikwambie. Ibrahimu akamwambia wasikilize watumishi wa kila mtumishi leo ndio muweze kubadilika. Kwa sababu hakuna atakayetoka. Huyu ndugu anamsikiza tena Ibrahimu anamwambia lakini akitoka aliyekufa akawaambia wanaweza wakaamini. Ibrahimu anamwambia hapana. Hata akitoka wasipomsikiliza Musa na watumishi wengine manabii. Watumishi wa Mungu walioko duniani. Hata akitoka mtu katika wafu hawataweza kumsikiliza. Kwa hiyo ndugu yangu, itaisha hivyo na wao wasipobadilika watakukuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, nimalize kwa kukuambia hivi. Leo upo, kesho upo. Maisha hayo unayoishi ni mafupi sana. Yawezekana na mipango mingi ya kufanya duniani. Nisikize vizuri kwa umakini sana. Hata kuangaisha akili yako, shana najua pointi nataka kuisema naweza kukusaidia. Yawezekana na mipango mingi ya kufanya mpaka unakaribia kipindi cha masika mwenyewe umeshaandaa na mashamba. Unawazia nitapanda hivi, majaribu umeshaandaa, unawazia kupanda. Mipango ni mizuri, sio shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupanga ni jambo moja, kukamilisha mipango ni jambo la pili. Narudia. Kupanga ni jambo moja, kutimiza mipango yako ni jambo la pili. Tulikuwa tuna mtu mzuri hapa Tanzania tulimpenda na mkubali na tukamkubali sana. Alikuwa anapita barabarani hata bodaboda sui nini mpaka na mbwa wakatisi. Sana sana unakaa barabarani na shika matawi ya miti namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Na tulimpenda sana. Na zaidi ya yote alikuwa na mipango huyo mtu. Alikuwa na mpango wa kwanza kuigeuza Mwanza kuwa kama Uswizi. Alikuwa na mipango mizuri na alifanya kazi kwa bidii baya mno, hakuna ambaye hakumuelewa. Na mimi mpaka leo ukisikiliza spiki zake, bwana mwache mama aje,
ukizisikiliza unasema mpaka wakambadilisha jina wakamwita Buldoza, mara Jembe, mara Tingatinga, mara nani, pamoja na majina yote, na alikuwa anaitwa na usalama wa taifa, vyombo vyote vya ulinzi wa nchi. Hiyo leo inatuongea mimi na wewe, pamoja na mipango mizuri ya nchi, hatuko naye tena. Wewe mwenyewe unaipanga nchi ya majaribu, unaona Mungu atakuhurumia, yaani wewe ubaki malizie majaribu yako, yaani hata una mpango hata wa mkoa, hata wa wilaya, hata wa kata, ni familia yako tu. Mbaya zaidi alikuwa na hiyo na vyombo vyote vya usalama vya Tanzania, misinga yote, sema amina. Lakini pamoja na ulinzi wote huo, leo hii hatuko naye tena. Wewe hata zunguzungu wa mtaa wa pili hakujui kabisa, lakini unavimba. Yaani ukiambiwa sema hao wanapoteza muda, unatembea hivi unavimba. Yaani wao wamekosa cha kufanya kwa sababu wewe bado unasikia hiyo pumzi inaweza ikazima ndani ya masaa matatu yajayo. Unaambiwa sana Mungu ya mtu anasema amelipia na kodi. Kwanza yeye mke wake ndiye aliondoka mimi. Sikiliza nilikwambia jana. Kama umeoa mke wa aliyeachana na mume na mume wake anaishi, wewe unaenda kuzimu usiachane naye na ukatubu. Na kama umeolewa na mume ambaye amemwacha mke wake, na wewe uliolewa na wewe unazini, ukifa unaenda kuzimu kama usipotubu. Moja kwa moja. Wajana wengine wanasema chapu kidogo kuzimu, utajikuta leo tajiri unaomba tone la maji na wewe kudondoshe kwenye mwili. Si tone la maji inakusaidiaje? Mtu mzima unakunywa tone. Yaani ukishatapatapa bwana, hata kitu ambacho hakisaidia unaona kinakusaidia. Tone la maji inakusaidia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uko mahali hapa, mipango nayo mingi. Mwingine ni mchawi huko mahali hapa. Mwingine umebeba ilizi zako huko mahali hapa. Unaenda kanisani na ilizi. Unaenda kanisani ukitoka kanisani kwa sababu na makanisa leo mengine yamepoa yana nguvu za Mungu. Ukitoka kanisani umeishia zako kwa mganga wa kienyeji. Unachanja chane kuni mgongoni, kesho tena kanisani wewe ni mwimbaji. Mpaka amekuchanja ulimi eti ukiimba sauti itoke. Yaani unamwimbia Mungu alafu na mganga anakuchanja ulimi. Eti sauti isikike, uvutie watu. Nisikilize, unajiandalia shimo kubwa la kuzini ule tajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tafakari maisha yako kwa dakika moja. Wewe unafahamu unachokipitia. Yawezekana mwingine uko mbali, yawezekana Mungu ametuma ujumbe huu, anaona hutafika kesho jioni au kesho kutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine mmekuwa ni wa binafsi. Unaweza ukawa unanunua nguo ya 20,000 au 15, lakini ukiambiwa toa sadaka kupeleka injili unatoa 500. Maana Mungu alikuangalia moyo wako umsamini hata yeye. Sawa, wachungaji wapo, watumishi wao wapiga paranja nao wanachukua sadaka kwa ajili ya kazi zao binafsi. Lakini ukiona mtumishi ni wa kweli, kuna watu mpaka na washangaa. Kuna mtu anaweza akauza hata kuku au ng'ombe kumtumisha mtoto. Lakini kuna mtu anaweza akaponywa na Mungu mwenyewe. Anajua itazidi lakini asiweze kuuza kile kitu kumshukuru Mungu. Na unaweza ukamtumisha mtoto akafa pia. Hapa tunaanza kwamba sadaka ya kupeleka injili ukuta kamia sio shida, umetoa kwa moyo wako, si ndio? Lakini mbele za Mungu anaangalia. Juzi ulienda, kuna wengine umeenda saluni umesuka nywele za 20,000 na hizo nywele zenyewe zitakupeleka jana, lakini bado umeziwekea gharama. Yaani rasta na zenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama unanielewa. Sasa tafakari maisha yako. Amen. Tafakari njia zako. Mwingine umevunja mpaka wa jamaa yako. Jirani yako amesogeza hapa, wewe unachimba jembe 10 unasogea kwako. Sasa kwa sababu maskini ya Mungu yeye hataki ugomvi na watu, amekuacha wewe, umejiona ni hatari, wewe ni machino, una chochote hakuseme chochote. Ipo saa inakuja utaomba tone la maji. Wewe endelea kuvunja mipaka ya watu. Utaomba tone la maji. Si ule tajiri utaomba tone la maji. Unasogeza leo jembe 5. Umeingia kwa majani yako unasogeza kwako. Kwamba akija mimi tutanyoshana. Hakuwezi ndio. Hii alipo atakaye kuweza siku hiyo.